Bwana Yesu asifiwe, rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Toa Jesus TV. Furaha yetu ni kubwa kwa sababu leo Mungu ametunemesha kuwa pamoja nao kujifunza Biblia kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia ambao ni lesson ya shule ya Sabato. Na hivi nakukaribisha na upendo na furaha katika jina la Yesu Kristo kwenye somo la robo ya pili linalozungumzia na kutufunza jinsi ya kuelewa unabii wa Biblia. Somo la juma hii tumefikia kwenye somo la 9. Karibuni robo iko inaenda kumalizika kabisa, na somo la 9 kwa juma hili linazungumzia katika Zaburi sehemu ya pili. Katika Zaburi sehemu ya pili. Nataka turejelee pamoja nami katika Zaburi sehemu ya pili. Na somo hili chimbuko lake ni kwenye Zaburi ya 16, Yeremia 4:13-16, Zaburi ya 47:1-4, Wathesalonika wa kwanza 4:13 hadi 17, na Zaburi ya 75 na Ufunuo pia wa 14:6 hadi 12. Kabla tujaingia kwenye undani wa utangulizi wa somo hili la 9, basi ni kusihi kwa unyenyekevu kumkaribisha Roho Mtakatifu ili kwamba aandae moyo wako, moyo wangu sikia na kubadilisha na neno lake, na hasa sana kuliishi na kulishare pamoja na wengine. Karibuni. Fungu la kukariri pamoja nami tunaenda kwenye Zaburi ya 67:3-8. Zaburi ya 67:3-8. Kwa hivyo ninapoenda kusoma, fungua Biblia yako na tukariri tujifunze pamoja. Neno la Mungu linasema katika Zaburi ya 67:3-4 inasema, watu na wakushukuru Mungu. Watu wote na wakushukuru, mataifa na washangilie. Naam, waimbe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, la kariri linatualika kumshukuru Mungu, linatualika kushangilia. Sisi viumbe vyote tunaalikwa kufurahia. Kwa nini? Kwa maana Mungu wetu atahukumu watu, sio kwa udhalimu bali kwa haki. Kinyume na serikali za dunia hii, ataongoza na kuhukumu watu kwa haki na kuongoza mataifa walio duniani. Tunahitaji mtawala, tunahitaji muongozi, tunahitaji hakimu atakayetenda kwa haki. Mpendwa, mara nyingi tunapofikiria kuhusu matukio ya mwisho, huwa tuna mwelekeo tu wa kujikita zaidi kwa wanyama. Tunaweka mkazo kwa wanyama wa unabii, watakuwaje, watawatesa na watu namna gani, na watu wa Mungu ni lazima wajiandaeje kwa ajili ya tukio hilo. Ndio, ni jambo la muhimu. Ni lazima tujue mnyama ni nani, atafanyaje, na watu wa Mungu lazima wajiandae namna gani. Na hiyo ndio kusudi la Mungu, anataka tuelewe. Ndio maana hata akaruhusu swala la mnyama liwepo katika Biblia. Lakini unabii sio tu unazungumzia swala la mnyama. Unabii hata hivyo unashughulika pia na masuala muhimu yanayohusiana na dhambi. Ndio, yanashughulika pia na masuala yanayozungumzia kuhusu taabu, kuhusu hukumu, kuhusu vita kati ya wema na uovu, asili ya haki na udhalimu, kuhusu mateso na mambo mengine zaidi ya hapo. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Zaburi pia inashughulika na masuala haya kwa kina sana. Inachunguza karibu kila hisia za wanadamu, kuanzia katika hali ngumu ya kukata tamaa hadi furaha iliyozuilika hatimaye. Kwa hivyo tunaona Israeli siku baada ya siku wakijiandaa kwa ajili ya vita dhidi ya nguvu za giza. Na tunasoma kuhusu watu fulani wanaopambana na swali la kwa nini Mungu hashughulikii uovu mara moja au bila kuchelewa. Mara nyingi uovu unapotufikia, mara nyingi tunamuita Mungu na macho yetu tunaona kana kwamba hajibii tunavyohitaji. Nasema basi Mungu sio alifanya hapo haraka haraka, lakini mimi sijagi haraka haraka. Mara nyingi tunajiuliza kwa nini Mungu afanye hivi. Mpendwa, tunaelekezwa katika patakatifu ili kupata majibu, na pia kuna maombi yanayorudiwa kwa cheo cha Mungu kama mwombaji. Yale tunakuja kujifunza katika juma hii. Kwa hivyo nitakualika kwenye somo la Jumapili linalozungumza msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mara nyingi umepitia mateso, changamoto, na watu wa dunia wamekuacha, marafiki, jamaa imekusaliti. Ni wapi tutakapopata msaada? Somo la Jumapili litakujibia. Somo la Jumatatu linakuja kutuzungumzia kuhusu tumaini katikati ya dhahabu. Umekata tumaini,
unahitaji msaada, somo linakujia. Somo la Jumanne lazungumzia chini ya miguu yake, na baadaye utakuja kwenye somo ambalo ni la Jumatano, divai na damu, na somo ile ambalo ni Alhamisi kuzungumzia wokovu wako ujulikane. Je, ni kusudi lako ili kwamba usikosee mojawapo masomo haya, na unaamua kumpokea Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yako, ili atakapokuja awe mwongozi wako, mfalme wako atakayeongoza kwa uhaki. Ikiwa chini yako tuombe. Asante Yesu kwa somo hili, tufunze kutumainia, tushangilie ujio wako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, nakusihi kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine.